بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Tumekomea katika mlango faslun fima yata'allaq bil mayyit. فصل فيما يتعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. Tushasoma mwanzo namna maiti katika kumosha na ambao hawaoshwi na namna zake wale wawili ambao wasioshwa, shahid na sibt, na namna zake sibt. Na tunaendelea katika wayughassalu almaytu, ndio tupokomea. Wayughassalu almaytu, na huoshwa maiti katika wale maiti ambao tumewataja na ambao wasioshwa tushatangulia kuwataja. Na hukumu za kuosha maiti zipo tatu. Wajib, ya kwanza ni wajib kumuosha. Ahkam ghusl almayti, hukumu za kumuosha maiti thalathatun, ni tatu. Ya kwanza wajib, ni wajibu kumuosha maiti fi haqqi almuslimi, katika haki ya maiti yule aliyekuwa Muislamu, ghairi shahidin, maiti aliyokuwa sio shahidi katika vita vya makafiri, itakuwa ni wajib. Wa ghairi siqti alladhi lam yadhhar fihi mabda'u khalqi adami, na zile namna za siqti tulizozitaja. Kwa hiyo itakuwa ni wajib kwetu sisi kumuosha Muislamu kama huyo ambaye sio shahidi na sio sibt, yule mtoto aliyopomoka kabla siku zake. Ya pili katika hukumu za kumuosha maiti, jaiz, ni yenye kujuzu, lilkufari, kwa makafiri, wa sibti alladhi lam yadhhar fihi mabda'u khalqi adami, hawa kwa wao itakuwa ni jaiz. Ukimuosha sawa, usipomuosha sawa. Na ya tatu ni haram kumuosha lishahidi almaraka, kwa shahidi yule ambaye amekufa katika vita vya makafiri, ni haram kumuosha, ila isipokuwa ndio ikiwa na najisi, tena kama mkojo ile iliyotajwa katika darasa lililopita. Naam. Wa yughassalu almaytu witran, na huoshwa maiti witri, idadi isiyohesabika, isiyogawanyika, yani kama thalathan, kama tatu, haiwezi kugawanyika nusu, au 7 au 9 au 11. Wayughsalu almaytu witran, na huoshwa maiti witri thalathan, mara tatu, au 5 au mara 5, au akthara min dhalik, au zaidi ya hiyo, maana yake mara 7, mara 9, mara 11, tena na zaidi tena. Wayakunu, na yawa fi awwali ghaslihi sidrun, katika mwanzo kuoshwa kwake maiti ataoshwa na sidri, majani ya mkunazi. Ay yusannu, husuniwa, an yasta'ina alghasilu, kutaka usaidizi huyu mwenye kuosha, fil ghaslati alula, katika josho la kwanza, min ghasalati almaiti, kutokana na majosho ya kumosha maiti, bisidrin, ay kutaka msaada na hii sidri, yani maana yake anamsafisha maiti, kuondoa uchafu nini na hii sidri, ndio kutaka msaada kwake. Ayasta'ina alghasilu, atake msaada na hii sidri. Au khitmiyin, hii khitmina ni miongoni mwa vitu ambavyo hutumika katika kusafisha. Aswa wal khitmiyu min an-nabatati, na hii khitmina inatokana na mimea allati yusta'mal, ambayo hutumika. Naam, kasabun, kama sabuni, wama shabahahu, na ambao inafanana navyo, ndio hii khitmi, imeandikwa kwenye taaliki yake chini. Wayughsalu almaytu witran, na huoshwa maiti witri thalathan, mara 3, au 5 au mara 5, au akthara min dhalik, au zaidi ya hizo 3 au 5. Wayakunu fi awwali ghaslihi, na yawa katika mwanzo kumosha kwake wa maiti, sidrun, anaoshwa na sidri. Ay yusannu, husuniwa, an yasta'ina alghasilu, kutaka usaidizi huyo mwenye kuosha, fil ghaslati alula, katika josho la kwanza, min ghasalati almaiti, kutokana na majosho kumosha maiti,
bisidrin, kwa sidri, majani ya mkunazi, au khitmiyin, au khitmi, nazo tutumika hizo katika kujisafisha. Wayakunu fi akhirihi, na yawa katika mwisho wake au katika mwisho wa majosho yake ambayo leo naoshwa, ikiwa ni 3 ni 5, lakini kwa witri. Akhiri ghusl almayti, akhiri ghusl almayti ghairi almuhrimi, mwisho wa kumuosha maiti ambaye sio muhrim bihajjin au umratin. Shay'un qalilun min kafurin, kitu kichache kutokamana na kafur, karafuu maiti. Wayakunu fi akhirihi, na yawa katika mwisho wake wa kumuosha huyo maiti. Ay akhiri ghusli almayti, mwisho wa kumuosha maiti, tena maiti yenyewe ghairi almuhrimi, asiyokuwa mwenye kuhirimia, bihajjin au umratin, mwenye kuhirimia kwa haji au umra. Shay'un qalilun min kafurin, kitu kichache kutokana na kafur, karafuu maiti. Bihaithu, kwa namna ambayo la yughayyiru almaa, kwa namna ambayo hayatobadilisha maji. Ile kafur haitojazwa sana mpaka yale maji yakabadilika tena ikawa yale maji yamechukuliwa tena na kafuri, mpaka tukaita kafuri, yani yale maji yamebadilika yote kwa ajili ya kafuri. Na hapa huyo muhrim amevuliwa, kwa sababu muhrim, vitu ambavyo ni haramu katika kufanya akiwa amehirimia bihaji au umra, vile vile havitofanyika akiwa amefariki, amekufa, kama kustiri kichwa kwa mwanamume au kustiri uso kwa mwanamke, na vile vile akiwa amefariki kutumia manukato pia akiwa amehirimia bihaji au umra. Kwa hiyo hii kafur ni moja ya vitu vyenye harufu, vyenye kunukia. Ndio hapa anasema wayakunu fi akhiri, ay akhiri ghusl almayti ghairi almuhrim, asokuwa muhrim. Shay'un qalilun min kafurin, kitu kichache au kitu kidogo kutokana na kafur. Bihaithu, kwa namna ambayo la yughayyiru almaa, hiyo kafuri haitobadilisha maji, yani maana yake haitojazwa sana mpaka maji yakabadilika tena, sio kidogo tu. Wa'lam, najua, anna aqalla ghusl almayti, kwamba uchache wa kumuosha maiti, ta'mimu badanihi bilma'i, ni kueneza mwili wake wote kwa maji, maratan wahidatan, mara moja. Ikiwa aqalli yake anna aqalla ghusl almayti, kwamba uchache wa kumuosha maiti, ta'mimu badanihi bilma'i, ni kueneza mwili wake kwa maji. Hiyo itakuwa uchache wa kumuosha maiti, maana yake hakikishe sehemu zote zimefikia maji, katika mikunjo yake, ikiwa kwenye tumbo au katika mguu, kisigino huko kuna wengine wamepasuka, hakikishwe kila sehemu maji yamepita. Kama vile mtu mfano anavoga janaba, lazima hakikishe kila sehemu imepita maji, na vile vile maiti. Kwa hiyo kwenye vidole huku mwenye kuosha atamuesua, atampambanua vidole vyake ili maji yafike sehemu zote. Wa'lam, najua, anna aqalla ghasl almayti, kwamba uchache wa kumuosha maiti, ta'mimu badanihi bilma'i, ni kueneza mwili wake wote kwa maji, maratan wahidatan, mara moja. Ikiwa umemuosha mara moja ikafika maji kila sehemu, imetosha. Tena hii zaidi tena. Wa amma akmaluhu, na ama ukamilifu wake, famadhkurun fil mabsutati, basi imetajwa katika mabsutati, vitabu vilivyokunjuliwa, vilivyoshereheshwa, vitabu vikubwa, imetajwa ukamilifu wake wa kumuosha maiti. Hii hapa tulisoma sisi hapa aqallu ghusl almayt, na uchache wake. Kwa hiyo ukamilifu vimetajwa katika vitabu vikubwa. Wa yukaffanu almaytu, na hukafiniwa maiti. Na hii kukafiniwa maiti pia yana mambo yake. Mwanzo, kabla kukafiniwa maiti, ahkamu takfini almayti, hukumu za kumkafini maiti, 3 ni 3. Wajibu ya kwanza, ya pili mandub, ya 3 jaiz. Wajib kumkafini maiti lilmuslim, kwa muislamu, wal kafiri dhimmi, na kafir alokuwa dhimmi. Tumepita kumweleza kafir dhimmi na kafir harbi. Hao wote kuwaswalia wawili, kafir dhimmi na harbi, kuwaswalia ni haramu wote, lakini inatofautiana katika kumkafini na kumuosha na kumzika baina harbi na dhimmi. Dhimmi itakuwa ni wajibu, kwa sababu dhimmi yupo katika miji ya Kiislamu na anatoa jizya. Tupo
Na kafir harbi tena huyo sio wajibu, hakimlazimu kwa kile kitu chochote kumuosha, ikiwa atamtupa pia sawa. Wajibun lilmuslimi, na ni wajibu kumkafini muislamu, walkafiri dhimmi, na muislamu na kafira alikuwa dhimmi, ghaira siqti, asiokuwa siqti, alladhi lam yadhhar fihi mabda'u khalqi adami, ambaye hakudhihiri, hakuanza kwa yeye maanzo, yani mabda'u khalqi adami, mwanzo wa kiungo cha binadamu. Hiyo itakuwa sio wajibu, maana yake itakuwa kama pande la nyama vile. Mandubun, ya pili ni mandub, ayu sannu lisiqti, wa siqti mtoto ambaye ameanguka, alladhi lam yadhhar fihi mabda'u khalqi adami, ni sunna mtoto ambaye hakudhihiri umbo la kibinadamu, itakuwa ni sunna kumkafini. Na jaiz ni yenye kujuzu, yani mubaha, wa khussa ma yubahu biistiwa'i alfi'li wa tarki ala sawa'i, na hii mubaha mtu akifanya asipofanya ni sawa sawa, kwa dhambi apate thawabu, lakini akitia nia nzuri atapata thawabu. Na hii hapa ndio imekuja jaizun, yani mubah lilkafir harbi. Kafir harbi ni mubah kumkafini. Ukiwa utamkafini usipomkafini, hakuna kitu chochote ambacho kitakuwa. Na vile vile katika hukuki al-kafani, katika haki za kumkafini maiti ziko 4, arba'atun ni 4. Haqqullahi, ni haki ya Mwenyezi Mungu katika ule kumkafini yule maiti. Kuna haki ya Mwenyezi Mungu, kuna haki yake yeye mwenyewe yule maiti, kuna haki ya watu, mfano maiti amekufa anadaiwa, kuna haki ya wale wanomdai wakazuia wakasema bwana asikafiniwe huyu na shuka 3, kwa sababu itakuwa tarika aliyoacha ambayo tunataka kujilipia madeni haitotosha. Kwa hiyo wale wanomdai wako na haki ya kuzuia, asema bwana akafiniwe na shuka 1 tupo. Na vile vile kuna haki ya waratha, watu wanomrithi. Ikiwa mtu anataka kumkafini zaidi ya shuka 3, zaidi ya 3, maana yake wanomrithi wale wanasema bwana wana haki ya kuzuia, yani bwana huyu warithi alioacha tarika ni ndogo, kwa hiyo tunaona isizidi 3. Hapa katika 3 zinatosha. Tupo. Ya kwanza hukuku al-kafani, haki ya kafani, arba'atun ni 4. Haqqullahi ta'ala, ni haki ya Mwenyezi Mungu mtukufu, ma yasturu al-awratu, ambayo kwamba hustiri sehemu zake za siri, kwa mwanamume mabaina suratu wa rukba. Tupo. Na mwanamke jamii, mwanamke aliyokuwa hur mwili wake mzima isipokuwa alwajh wal kaffain, na mwanamke aliyokuwa mtumwa ama kama mwanamume aliyokuwa hur baina surra wa rukba. Kwa hiyo ndio itakuwa haqqullahi ta'ala, haki ya Mwenyezi Mungu mtukufu, ma yasturu al-awra, ambayo kwamba inastiri utupu. Kwa hiyo maiti cha kwanza ni haki ya Mwenyezi Mungu, watu wanaweza kumstiri sehemu zake hizi za utupu. Fayakhtalifu, basi takhtalifiana, dhukuratan wa unuthatan, takhtalifiana katika hizo aula za haqqullahi, yani kwa mwanamume na mwanamke. Fala yajuzu isqatuhu, basi hii haijuzu kuiangusha, maana yake ni wajibu hii. Wengine huko mbele zitakuja unaweza kaiangusha nikitokezea jambo tupo, lakini hii haki ya Mwenyezi Mungu haianguki. Maana yake maiti ni lazima astiriwe sehemu za siri, sehemu yake atupe, yani kuanzia kwenye kitovu mpaka kwenye magoti kwa mwanamume, na mwanamke aliyokuwa ama kijakazi vile vile baina surati wa rukba, na mwanamke aliyokuwa hur jamiu badaniha illa alwajha wal kaffain, isipokuwa uso na viganja viwili. Kwa hiyo haki ya Mwenyezi Mungu ni lazima mwanamke au mwanamume wasitiriwe. Haqqun lilmayiti, ya pili ni haki ya maiti, ma yasturu baqiyat albadani, ambayo kwamba yastiri mwili wake wote, min al-lafafati al-ula, kutokana min al-lifafati al-ula, kutokana na shuka la kwanza, shuka la kwanza. Kisha anasema fayajuzu isqatuhu, basi hiyo inajuzu kuiangusha, yani unaweza kusema bwana hii leo tusimstiri, yani, lakini anasema fayajuzu isqatuhu in awsal mayt bidhalika inda Ibn Hajar. Maiti akihusia jambo hilo, akihusia ile akisema bwana mimi nistirini haqqullahi tu, haki ya Mwenyezi Mungu tu, maana yake baina surati rukba kwa mwanamume, sawa, akaandika wasia, bwana mimi nikifa wasia wangu ni baina surati rukba, nistiriwe hivi, nikafiniwe hapo tu, haki ya Mwenyezi Mungu tu maana yake. Basi anasema fayajuzu isqatu, basi unaweza kuliangusha, yani ikawa ile shuka moja mnataka kunini, yale mashuka 3 msimkafini nayo.
Tupo fayajuzu isqatuhu, basi yajuzu kuiangusha ile shuka moja ambayo watu wanataka kumkafini nayo. Idha awsa almayt bidhalika inda ibn Hajar, kwa inda ibn Hajar wa inda Ramli, na kwa Imam Ramli, annahu haqqun mushtarakun lillahi wa lilmayt, na hiyo ni haki ambayo yenye kushirikiana kwa maiti na Mwenyezi Mungu. Fala yajuzu isqatuhu. Inda Imam Ibn Hajar anasema unaweza kuiangusha. Imam Ramli anasema huwezi kuiangusha hata kama ameweka wasia. Ya tatu, haqqun lilghuramai, ni haki ya wale watu wanomdai, watu wenye madeni. Maiti amekufa, ameacha watu wanamdai madeni. Kwa hiyo haqqun lilghuramai athaniyatu wathalithatu, yani maiti anakufiniwa ni mashuka matatu kwa mwanamume. Kwa hiyo wale watu wenye madeni wanomdai, ikiwa pesa alizoziacha maiti ni ndogo, hazitosha, maana yake kuwalipa wale watu wanomdai na kununua hizo shuka tatu za kumkafini wale watu wanomdai, fayajuzu lilghuramai, basi yajuzu kwa wale watu wenye madeni wanomdai maiti isqatuhuma, kuziangusha hizo shuka la pili na la tatu. Wakasema bwana huyo akafiniwa na shuka moja tu, ili pesa zilobakia zituongezeke katika madeni yetu. Idha lam tafi at-tarikatu biduyunihim, ikiwa hazitotosha ile tarika mali aliyoiacha kwa madeni yao. Kwa hiyo atakafiniwa na shuka moja lile pale, ile pesa mashuka mawili wataingizwa katika watu wanomdai. Kisha ya nne ndo haqqun lilwaratha, ni haki kwa watu wanomrithi. Mazada ala lifafati thalitha, ambayo imezidi katika mashuka matatu. Mashuka mtu anakafiniwa mashuka matatu mwanamume, fayajuzu lilwaratha isqatuhu, basi najuzu kwa wale kumrithi wale. Ikiwa maiti amekufa, ameacha pesa kidogo na kuna watu wanamrithi, kwa hiyo wale wanomrithi wale wanaweza wakazuia haki yao zaidi ya shuka tatu maiti asikafiniwe nayo. Tupo naam. Anasema katika Ibn Qasim, yukafanu almaytu, na ukafiniwa maiti dhakaran kana, huyo maiti akiwa ni mwanamme au untha au mwanamke, balighan kana, ayo ni mwenye kubaleghe au la, au sio mwenye kubaleghe, wote watakafiniwa. Wa yukafanu almaytu dhakaran kana au untha, na atakafiniwa maiti awe ni mwanamme au mwanamke, balighan kana au la, awe ni mwenye kubaleghe au sio mwenye kubaleghe. Fi thalathati athwabin bidhin, watakafiniwa katika nguo tatu zilizokuwa nyeupe. Tupo fi thalathati athwabin bidhin, katika nguo tatu zilizokuwa nyeupe. Watakunu kulluha, na zitakuwa hayo mashuka yote, lafaifun, mashuka, mutasawiyatun, yenye kulingana, tulan wa ardhan, yenye kulingana manake urefu na upana. Tuba hayo mashuka matatu meupe yote yatakuwa ni yenye kulingana, urefu na upana wake yote ni yenye kulingana. Tustaru kullu wahidatin minha, litastiri kutokana hayo mashuka, kila moja kutokana hayo mashuka, tasturu mashuka hayo, tasturu kullu wahidatin minha, yatastiri hayo mashuka matatu kila moja kutokana hayo mashuka matatu jamia albadani, mwili wake wote. Tupo watakunu kulluha lafaifun mutasawiyatun, lafaifu, na atakuwa yote, watakunu kulluha lafaifu, na atakuwa yote ni mashuka matatu, mutasawiyatun, ni yenye kulingana, tulan wa ardhan. Huko ni lafaifu. anasema kule fatha huku kuja dhamma, asma watakunu kulluha lafaifu, hapa imeandikwa kile lafaifa itakuwa ni khabar ya khabar takun lafaifa wa khabar ya naam. Watakunu kulluha lafaifa, na atakuwa yote hayo nguo tatu tulizozitaja nyeupe, yatakuwa yote ni mashuka, mutasawiyatun, yenye kulingana, tulan wa ardhan, yenye kulingana kwa mapana na marefu.
watakunu kulluha lafaifa mutasawiyatan. Hiyo kumeandikwa lafaifu mutasawiyatun, lakini hapa ni lafaifa mutasawiyatan, na atakuwa hizo nguo nyeupe zote zitakuwa ni mashuka tena yenye kulingana, tulan wa ardhan, yenye kulingana urefu na upana. Tasturu kullu wahidatin, basi tastiri katika kila moja hayo mashuka matatu meupe, jamii albadani, mwili wa maiti wote. Maana yake ataingia tamstiri kila shuka moja, tamstiri maiti mwanzo mpaka mwisho, jamii albadani, mwili wote. Laisa fiha qamisun, hakuna ndani yake kanzu, wala imamatun, wala kilemba. Tupa hivi ndo maiti ukafiniwa, mashuka matatu. Wa in kuffina dhakaru fi khamsatin, kisha anaeleza mbele, na akikafiniwa mwanamme katika vitu vitano, fahiya athalathatu almadhkuratu, na tatu ni hizo tulizozitaja, mashuka matatu. Kisha itaongezwa ndani yake wa qamisun, na kanzu, wa imamatun, na kilemba. Tuba huku nyuma akasema kukafini maiti fi thalathati athwabin bidhin, katika nguo tatu zilizokuwa nyeupe. Watakunu kulluha lafaifa, na zitakuwa zote ni mashuka matatu yenye kulingana urefu na upana. Katika kila hayo mashuka matatu, kila moja linamstiri maiti mwili mzima, ikiwa maiti atastiriwa na vitu vitatu, yani mashuka matatu. Anasema hakuna ndani yake kanzu wala kilemba. Wa in kuffina dhakaru fi khamsatin, basi ikitokea maiti anakafiniwa katika vitu vitano, fahiya thalathatu almadhkuratu, basi tatu ni hizo zilizotajwa, mashuka matatu. Itaongezewa juu yake wa qamisun, na kanzu, wa imamatun, na kilemba. Tuba awil mar'atu fi khamsatin, au vile vile ikiwa mwanamke atakafiniwa na vitu vitano, anasema awil mar'atu fi khamsati athwabin bidhin, au mwanamke katika nguo tano nyeupe, fahiya izarun, nao ni kikoi. Izarun, kikoi kile cha chini, kile kinafungwa chini. Shekfahamu kikoi, izarun, kikoi. Wa khimarun, na mtandio. Wa qamisun, na kanzu. Wa lifafatani, na mashuka mawili. Kwa hiyo mwanamke ikiwa atakafiniwa vitu vitano, itakuwa ni mashuka matatu na kanzu na kilemba. Na mwanamke akiwa atakafiniwa na vitu vitano, itakuwa khimarun, izarun tu kwanza, kikoi kile nafungwa chini. Wa khimarun, na mtandio. Wa qamisun, na kanzu. Wa lifafatani, na mashuka mawili. Wa aqallu alkafani, na uchache wa kafani, thawbun, nguo, wahidun, nguo moja, yasturu aurat almaiti ala alasah, ambayo inamstiri tupu ya maiti ala alasah. Yani aqallu alkafani ni nguo ambayo itamstiri maiti utupu wake tu. Yani maana yake mwanamume, kama tulivyotangulia kusema, maana yake ni haqqullah, haki ya Mwenyezi Mungu. Mwanamume ma baina surati wa rukba, mwanamke aliyokuwa ama kijakazi, baina surati wa rukba, mwanamke aliyokuwa hur, jami'u badaniha. Kama tulivyosema, wa aqallu alkafani, na uchache wa kafini, na uchache wa kafani kumkafini maiti, thawbun, nguo, wahidun, moja, yasturu aurat almaiti, nastiri utupu wa maiti. Na mimi nimetangulia kueleza kusema kuwa mwanamume aliyokuwa hur atastiriwa baina surati wa rukba, na mwanamke aliyokuwa hur mwili wake wote isipokuwa uso na viganja viwili. Kisha nikasema na mwanamke ama kijakazi pia, utupu wake akiwa hai, baina surati wa rukba ama. Lakini ninavyokumbuka katika akifa, maana yake ashatoka katika utumwa. Tupo akifariki ashatoka katika utumwa. Sasa hapo ndo nitahakikisha, kisha nitakuja nao kuwa kustiriwa kwake ni kama alivyokuwa mtumwa ama vipi baada ya kufa. Ndio tumefahamu. Ama akiwa hai, sehemu yake ya utupu kama mwanamume, baina surati wa rukba, baina kitovu na magoti. Mwanamke aliyokuwa kijakazi, mwanamke aliyokuwa mtumwa, akiwa hai utupu wake kama mwanamume, baina surati wa rukba.
Sasa akifa, je, atakuwa ni bado mtumwa hukumu yake baina surrat wa rukba, ama atastiriwa kama mwanamke aliyokuwa huru mwili wake wote, sehemu yake ya utubu? Taihakikisha inshallah kisha darasa inayokuja taileta inshallah. Wa aqallu al-kafani, na uchache wa kafini, thawbun, nguo, wahidun, moja, yasturu awrat al-maiti, inastiri utupu wa maiti, ala al-asah fi ar-rawda, katika hiki kitabu umetaja katika rawda at-talibin, wa sharh al-muhadhab, na sharh ya hii muhadhab majmua. Wa yakhtalifu qadruhu, na yakhtalifiana qadri yake, bidhukurati al-maiti, kwa maiti alikuwa mwanamme, wa unuthatihi, na mwanamke alikuwa mwanamke. Wa yakunu al-kafanu, na yawa hii kafani, min jinsi ma yalbasuhu shakhsu fi hayatihi, hii kafani inakuwa ni katika jinsi, hii kafani kitambara chake kile inakuwa ni jinsi ya kitambara ambacho akivaa maiti katika uhai wake. Mfano mwanamke amefariki, katika uhai wake yeye alikuwa akivaa hariri, kwa hiyo kafani yake ikiwa wanao uwezo wake, yani atakafiniwa na kitambara cha hariri tubwa. Na mwanamume mfano alikuwa akivaa vitambara viko anwaa nyingi, viko vya ghali nini, ikiwa kuna vitambara mwenyewe alikuwa akivaa katika uhai wake, kwa hiyo atakafiniwa na kitambara kama hicho. Ndio hapa anasema wa yakunu al-kafanu, na yawa hii kafani, min jinsi, kutokana na jinsi, ma yalbasuhu shakhsu, ambayo anavaa huyu mtu alokufa fi hayatihi, katika uhai wake. Kama tangulia kusema, ikiwa mwanamke anavaa hariri, kafani yake itakuwa ni hariri. Ikiwa mwanamume anavaa tena hii katani, sijui vitambara vingine, vitambara vya ghali hivyo, basi atakafiniwa na hivyo vitambara vingine. Wa yukabbaru alayhi, takomea hapo, naingia kwenye mambo ya kumsalia maiti. Wa yukabbaru alayhi ay almaiti idha sulliya alayhi 4 takbiratin, takbira 4. Allahu wa rasuluhu a'lam.